Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ limesema zoezi la pamoja la IKIM limekuwa na mafanikio makubwa katika kupambana na changamoto mbalimbali za matishio hasa katika ukanda wa Bahari ya Hindi. Kauli hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam April 18 mwaka 2025 na Meja Jenerali Marco Elisha Gaguti wakati akimwakilisha mkuu wa majeshi ya ulinzi nchini katika hafla fupi ya ufungaji wa zoezi la pamoja la ulinzi wa bahari maarufu kama IKIM, zoezi lililoandaliwa na nchi za Tanzania na India na kushirikisha mataifa mengine 9 ya Afrika. Niwahakikishia kwamba zoezi hili lilikuwa na mafanikio makubwa. Tunapohitimisha zoezi hili ilikuwa ni faraja kwa Tanzania na India, kwa tumefanya zoezi la mafanikio makubwa na kwa pamoja tunao uwezo mkubwa sasa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali katika bahari zetu, hasa bahari ya Hindi. Na tunafahamu kwamba bahari ya Hindi ndio kitovu cha usafiri na usafirishaji katika ukanda huu wetu wa Afrika na hasa upande wa Afrika Mashariki na mpaka kusini mwa Afrika. Zoezi kama nilivyosema lilifanyika kwa ushirikiano wa pamoja kati ya Tanzania na India. Lakini wa Tanzania tumekuwa wenyeji wa zoezi hili IKIM 2025 au IKIM 2025. Maudhui ya zoezi hili ilikuwa ni kuwa na ushirikiano wa pamoja katika kukabiliana na changamoto mbalimbali baharini. Zoezi hili limeshirikisha vikosi vya wanamaji kutoka Tanzania na India kama wenyeji wa pamoja wa zoezi hili, lakini na nchi nyingine 9 kama waalikwa. Lakini pia niwapongeze wote walioshiriki na kufanikisha zoezi hili, na kwa niaba ya mkuu wa majeshi tunawashukuru wote walioshiriki na kufanikisha zoezi hili. Ni matumaini yetu kwamba yale ambayo tumejifunza kwa pamoja yatasaidia sana kuifanya ukanda huu wa Bahari ya Hindi kuwa salama. Aidha, Meja Jenerali Gaguti amempongeza Rais na Amiri Jeshi Mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na Waziri wa Ulinzi wa nchi ya India kwa kuandaa zoezi hilo, na huku akisema kuwa lengo kuu la zoezi hilo la pamoja la IKIM ni kujifunza mbinu mbalimbali za kukabiliana na changamoto baharini, kubadilishana uzoefu pamoja na kutengeneza mfumo wa kusaidiana katika ukanda wa Bahari ya Hindi, na huku akiamini zoezi hilo litaufanya ukanda wa bahari hiyo kuwa salama zaidi. Kwa hiyo niwashukuru viongozi wakuu wa kitaifa, Amiri Jeshi Mkuu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, lakini pia Waziri Mkuu wa India Narendra Modi kwa kuwezesha zoezi hili kufanyika hapa Tanzania. Lengo kuu lilikuwa ni kujifunza mbinu mbalimbali za kukabiliana na changamoto za baharini, kubadilishana uzoefu, lakini pia kutengeneza mfumo wa kushirikiana katika kukabiliana na changamoto mbalimbali za baharini. Kwa upande wake, mwambata jeshi la India nchini Tanzania Commodore Agipal Singh amemshukuru Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Dr. Stergomena Tax na mkuu wa majeshi nchini Jenerali Jacob John Nkunda kwa kufanikisha kufanyika zoezi hilo hapa nchini. I also thank the Honorable Defense Minister of Tanzania, Dr. Stergomena Lawrence Tax, General Jacob John Mukunda, Chief of Defense Forces, Rear Admiral A.R. Hassan, and all officers of TP. GMTV, Dar es Salaam.